Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu staff au stevu ya muziki, na katika somo letu vitu vya msingi kufahamu, tutajifunza staff ni nini, tutajifunza alama zinazopatikana kwenye staff, tutajifunza maana ya kigao, tutajifunza uelekeo wa kusoma staff, tutajifunza kimo cha noti, na mwisho kabisa tutajifunza mistari ya ziada. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Staff ni nini? Staff au stevu ni mfuatano wa mistari ulalo mitano yenye nafasi 4 ndani yake, ambayo inatumika kupanga alama mbalimbali za kimuziki ili kuweza kutafsiri muziki kwa usahihi katika lugha ya kimuziki. Ni mistari ulalo mitano yenye nafasi 4 ndani yake, 1, 2, 3, 4, 5, na nafasi 4 ndani yake, 1, 2, 3, 4, ambayo inatumika kupanga alama mbalimbali za kimuziki ili kuweza kutafsiri muziki kwa usahihi kwa kutumia alama hizo katika lugha ya kimuziki. Kwa hii ndiyo staff. Ukiangalia nyimbo zetu za kimuziki utaona mistari mitano inayochorwa namna hii. Je, ni alama gani ambazo huwa zinapatikana kwenye staff? Ukishika wimbo wowote ule ambao umeandikwa kwa nota, utakutana na alama nyingi sana ambazo zinapatikana kwenye staff. Kama vile utakutana na vitambulisho vya mistari G clef, F clef, C clef, neutral clef. Utakutana na alama za wakati kama 2 ya 4, 3 ya 4, 3 ya 8. Utakutana na alama za ufunguo, utakutana na alama za ufunguo, utakutana na noti zenyewe kani ambazo zimeandikwa, utakutana na robo noti, utakutana na vinane, utakutana na noti nzima, zote tunazikuta ndani ya staff. Kwa hiyo staff ni mfuatano wa mistari ulalo mitano yenye nafasi 4 ambamo alama mbalimbali za kimuziki, alama mbalimbali za muziki zinaandikwa ili kusaidia kuweza kutafsiri muziki kwa usahihi katika lugha ya kimuziki. Baada ya kuzijua alama zinazopatikana kwenye staff, kuona baadhi ya mifano ya alama zinazopatikana kwenye staff, hasa tuone maana ya kigao. Kigao ni nini? Kigao ni nini? Kigao ni mstari ambao hugawanya stafu katika vipimo sawa. Kigao ni mstari ambao hugawanya stafu katika vipimo sawa. Kwa mfano tukagawanya stafu yetu na kila stafu ikawa labda ina noti ina hii noti, kwamba noti zote sehemu zote ambazo zimegawanywa ziko sawa. Kwa hiyo mstari ambao umetumika kuigawa hii stafu unaitwa kigao. Kwa hiyo kigao ni mstari ambao unatumika kugawa stafu katika vipimo vilivyo sawa. Ni mstari unaotumika kugawa stafu katika vipimo vilivyo sawa. Kimo cha noti ni nini? Kimo cha noti ni umbali uliopo kati ya nota mbili katika staff. Ni umbali uliopo kati ya noti mbili katika staff. Umbali uliopo kati ya noti mbili katika staff. Wakati tunaandika nota kwenye staff, kuna baadhi ya noti huwa katika kimo cha juu, uimbo katika mawimbi ya juu ya sauti, lakini kuna nyingine uimbo katika mawimbi ya chini ya sauti. Sasa zikiwa kwenye staff
kwenye stafu kwenye kipimo kimoja tunaweza tukazilinganisha. Zikiwa kwenye kipimo kimoja tunaweza tukalinganisha kwamba ipo kwenye kimo cha juu kuliko nyenzake hapo ipo katika kimo cha chini. Unaweza kuona mfano hapa. Mfano hapa kwenye staff kwenye kipimo cha kwanza nota ipo katika kimo cha chini, ipo katika kimo cha juu kwa kulinganisha. Hali kadhalika kwenye sehemu ya kati noti ipo katika kimo cha chini kuliko noti hii hapa. Hali kadhalika hapa ipo katika kimo cha chini kuliko noti hii hapa. Maana yake iliyopo katika kimo cha juu inakuwa ina mawimbi zaidi ya sauti kuliko iliyopo katika kimo cha chini, au hali kadhalika hapa iliyopo katika kimo cha juu inakuwa inaimbwa katika mawimbi ya juu ya sauti kuliko iliyopo katika kimo cha chini. Kwa hiyo ndio kimo cha noti, kwamba umbali uliopo kati ya nota mbili katika stafu, umbali uliopo kati ya nota mbili katika stafu, hicho ndio tunaita kimo cha noti. Mistari ya ziada. Mistari ya ziada ni nini? Mistari ya ziada ni mistari midogo midogo inayochorwa juu na chini mwa stafu ili kutosheleza mahitaji ya kimuziki, ambayo ni kutosheleza noti zinazoandikwa katika kimo cha juu ya sauti kuliko stafu na kimo cha chini cha sauti kuliko stafu. Kwamba tunaandika noti kwenye staff, lakini kwa noti nazo zikawa zinahitaji kimo cha juu zaidi kuliko staff, tunatumia mistari ya ziada kuzionyesha. Lakini pia kunaweza kuwa kuna noti zinahitaji kuandikwa chini zaidi ya staff katika kimo cha chini kutosheleza mahitaji ya kimuziki, tunaziandika pia kwa kutumia mistari ya ziada. Baada ya kukamilisha kuielewa stafu, vitu vinavyounda stafu, lakini pamoja kigao na mistari ya ziada, sasa tunaweza tukajifunza ni upi uelekeo wa kusoma stafu, au kushika stafu unaangalia muziki wako kutoka wapi kuelekea wapi. Stafu ya muziki inasomwa kwanza kutoka kushoto kwenda kulia, kutoka kushoto kwenda kulia. Kwa kama una muziki wako unausoma, unaanzia upande huu unaelekea upande ule kule, unaanzia upande wa kushoto unaenda upande wa kulia wa kusoma muziki wako. Lakini pia kuhesabu mistari ya staff na nafasi za staff, kusoma kwenye staff, tunazipanga, tunahesabu mistari ya staff kutoka chini kwenda juu, kwamba huu ni mstari namba 1, huu ni namba 2, huu ni namba 3, huu ni namba 4 na huu ni namba 5. Hali kadhalika nafasi za staff tunahesabu kutoka chini, nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Kwa mistari tunahesabu kutoka chini kwenda juu, lakini pia kusoma muziki tutasoma kutoka kushoto kwenda kulia. Mpaka kufika hapa mwisho wa kipindi hiki, hakikisha unaelewa stafu ni nini, unafahamu mifano ya alama zinazopatikana kwenye stafu, hakikisha unafahamu kigao, lakini pia hakikisha unafahamu kimo cha noti ni nini, lakini pia hakikisha unafahamu mistari ya ziada, na mwisho kabisa hakikisha unajua uelekeo wa kusoma stafu. Mafunzo haya pia yanapatikana katika kitabu chetu cha Jifunze Muziki sehemu ya kwanza, ambapo linki yake ipo chini ya video hii na linki ya kitabu cha Jifunze Muziki sehemu ya kwanza iko chini ya maelezo haya. Lakini pia unaweza ukanunua hard copy kama utahitaji, ambapo pia namba ya kupata hard copy ipo chini ya video ya maelekezo haya. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pia yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asante sana, Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.